Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP nchini Tanzania kupitia mradi wake wa kudumisha amani kwa maendeleo endelevu awamu ya pili unaotekelezwa kwa kushirikiana na serikali ya nchi hiyo kupitia ofisi ya Rais, maendeleo ya vijana limeendelea kutumia mafunzo ya ufundi stadi kama njia ya kudumisha amani na kuwajengea uwezo vijana kiuchumi. Rashid Malaikela, balozi kijana wa UNDP Tanzania, alihudhuria mafunzo hayo na kutuandalia mada hii kwa kina. Na chuo sasa. Kutoka mkoani Kigoma, magharibi mwa Tanzania, taifa lililo Afrika Mashariki, jumla ya vijana 60 wakiwemo wa kike 38 na wa kiume 22 wamehitimu mafunzo ya siku 14 ya ufundi stadi na ujasiriamali yaliyolenga kuwajengea uwezo wa kujiajiri, kuongeza tija kwenye shughuli zao za kila siku na muhimu zaidi, kuwa mabalozi wa utatuzi wa migogoro, ujenzi wa amani na maadili katika jamii. Ndani ya mafunzo hayo yaliyohitimishwa Julai 18 mwaka huu katika chuo cha mafunzo ya ufundi stadi VETA mkoani Kigoma, vijana hao wamepatiwa ujuzi kwenye fani za ubunifu wa mitindo na ushonaji wa mavazi, ufundi bomba, mapishi na umeme wa majumbani. Atafuatiwa na mpaji Yekonia. Baada ya shamra za hafla ya ugawaji vyeti kwa wahitimu, nini mtazamo wa wanufaika wa mafunzo haya? Mmoja wa wahitimu wa fani ya mapishi ni Baby Robert. Kabla ya kuja hapa nilikuwa mama wa nyumbani tu. Baada ya kupata mafunzo, cha kwanza kabisa nimejua kupika vyakula mbalimbali, nafurahia pia mapishi. Cha pili, nimefungua mgahawa tayari nyumbani. Nimeongeza wateja, nimekuwa napika chakula kizuri kinachovutia chenye ladha. Ninajivunia. Cha kwanza ninajiamini. Pili, ninajivunia nimepata kazi, inaniingizia kipato, inakidhi mahitaji yangu mimi na mwanangu. Ernest Musa ni mhitimu wa fani ya ubunifu wa mitindo na ushonaji wa mavazi. Kazi yake ina uhusiano gani na amani katika jamii? Kazi ninayoifanya ina uhusiano mkubwa na amani, kwa sababu unapokuwa nafanya shughuli zangu kwa kiwepo na amani, na mimi nafanya kwa uhuru zaidi. Ila kama hakuna amani, nitakuwa nafanya kazi kwa mashaka na hofu kubwa, kwa sababu bila amani kwangu mimi ni changamoto. Kwanza sitoweza kuelewana sana na wateja, na pia hata kama mteja tukishakwaruzana akiniletea kazi nyingine, sidhani kama naweza nikaipokea. Kwa kweli nitoe shukrani zangu za dhati. Kupitia Dumisha Amani nimejifunza mengi. Kwanza nimeboresha ufundi wangu niliokuwa nao, pia nimejifunza kudalizi, kupiga, yaani kuweka maua kwenye vitambaa. Kwa upande wake Mabisi Yusuf, ambaye pia amejifunza ubunifu wa mitindo na ushonaji wa mavazi, anasisitiza umuhimu wa elimu kwa vijana. Kikubwa sana ambacho nimejifunza, kwanza kabisa kuhusiana na neno amani. Nimejifunza kwamba kumbe amani ni kitu kikubwa sana mtu anachotakiwa awe nacho. Mwanzo nilipokuwa sijafundishwa kuhusiana na neno amani, nilikuwa nachukulia jambo la kawaida tu. Kumbe ni jambo la muhimu sana, ili niweze kufanya hata shughuli zangu. Kama mimi ni fundi cherehani, ina maana shughuli zangu ikiwa hakuna amani hata kwenye jamii, au nikakosa amani na mteja wangu, ina maana siwezi kujipatia kipato kwa kadiri ambavyo nilitakiwa nikipate. Changamoto ambazo nahisi zinawakumba, inasababisha vijana wanakosa amani. Kwanza hawana elimu. Mimi nikitolea mfano, nimepata elimu, ina maana kwamba yani nimepata elimu ya kuhusiana na swala la amani. Siwezi hata kuna migogoro mingine hata siwezi kushiriki, kwa sababu ninajua kwamba amani ikiondoka, ina maana nitakuwa hata mimi mwenyewe nitakuwa siko kwenye mazingira mazuri, hata jamii, hata taifa pia. Katika fani ya ufundi bomba, Jackson Tobias amedhamiria kuwa balozi wa amani mitaani. Moja ya faida ambayo nitatoka nayo hapa ni kuwafundisha vijana wenzangu ambao wako mtaani kuhusiana na swala la amani. Kwanza tunatakiwa tuwe na amani ya moyo hata na kila kitu katika utendaji wako wa kazi. Hivyo inakupelekea kwa jamii yako ambayo inakuzunguka ni namna gani watu wanaweza kupata kazi. Kwa mfano, kwangu mimi
kwenye swala la irrigation na kazi zote ambazo nazifanya huko mtaani, mimi ndo nitakuwa balozi kwa swala la amani. Ukiwa na amani, hata kazi zako zinakuwa zinanyooka. Msajili na mratibu wa mafunzo ya ufundi stadi kutoka VETA Kigoma, Edward Elias, anafafanua mchakato wa kuwapata vijana hao. Ni kwamba programu hii imewagusa vijana ambao walikuwa wameshahitimu mwaka mmoja, miwili, mitatu nyuma, lakini tumewaita tena baada ya kuona kwamba baada ya kuhitimu bado wengine hawajaweza kujishikiza, hawajaweza kuajiriwa, lakini wako wengine ambao walikuwa wanafanya shughuli zao tu binafsi. Kwa hiyo tumewaita ili kuja kuwaongezea tena maarifa katika ujuzi wao. Mradi huo unaotekelezwa kwa ushirikiano na shirika la Global Peace Foundation Tanzania, kampuni ya uhandisi ya mafuta ya China CPP na VETA kupitia ufadhili wa mfuko wa amani na maendeleo wa Umoja wa Mataifa UNPDF, unalenga pia kujenga miundombinu endelevu ya kusaidia vijana. Afisa mradi kutoka UNDP Tanzania, Josephine Sepeku, anaeleza. Moja ya action ambayo inachukuliwa for hiyo sustainability ni utengenezaji wa youth center, ambayo tayari uongozi wa VETA hapa Kigoma umeshachagua eneo ambalo hiyo youth center itawekwa kuweza kuwasaidia hawa 60 pamoja na wengine waliokuwa nje na kupatiwa vifaa mbalimbali ambavyo VETA wenyewe wameviainisha, including upatikanaji wa kompyuta pamoja na gharama mbalimbali kulingana na hivyo kozi zilizotolewa. Hadi sasa mradi huu umewafikia vijana 240 kutoka Tanzania bara katika mikoa ya Kigoma, Lindi, Mtwara na Ruvuma, ambapo kwa kila mkoa vijana 60 wamepatiwa mafunzo ya ufundi stadi na kudumisha amani kwa maendeleo endelevu. Kudumisha amani, maendeleo endelevu Tanzania.